Ni wasihi sana waumini wa madhehebu yote ya dini kushirikiana katika mazungumzo yetu, katika ibada zetu za nyumba kwa nyumba, katika ibada zetu za mikusanyiko na katika ibada zetu za mikutano. Tuendelee kuhimizana. Ulinzi wa taifa letu ni wa kila Mtanzania. Amani ya taifa letu ni ya kila Mtanzania. Sasa Baba Askofu, sasa hivi sina nia ya kutumia jukwaa hili kusema yote haya, lakini kwa sababu niko na Watanzania na lazimika kusema hivyo. Sasa hivi hatutaki kupuuza viashiria vyovyote vinavyoweza kuleta migawanyiko, kwa sababu tumepata historia mbaya hivi majuzi mwaka jana. Hatutaki kupuuza wala kupita njia hiyo tena, kwa sababu imetuwekea doa. Na mambo haya yanapotokea, tusiwe tunachukulia tu hizi tofauti zetu na kudhani mipaka yake ni hizi tofauti zetu. Tuna mambo makubwa zaidi ya hayo yamejificha, na sisi watu wa serikali ndio tuna vyanzo vya kuyajua hayo. Kwa hiyo tunapotoa rai kwa Watanzania kwamba sasa hivi tufanye hivi, tuna nia njema tu ya kulinda nchi yetu na kulinda maisha ya Watanzania. Wala tusing'ang'anizane kuhusu hayo, kwa sababu tuna taarifa nyingi ambazo si kila Mtanzania anazo. Tuwe makini na maneno ya kuyasikia ambayo hayajatafitiwa, kwa sababu yanaweza kutugombanisha bure, kumbe hali halisi ikiwa sio hiyo. Mambo yote tunayoyapanga, hata haya ya leo ambayo tutafanya hapa katika shughuli hii ya leo katika Dayosisi ya Kati, hayawezi kutekelezeka kama nchi yetu haina amani, utulivu na mshikamano. Hili ni jambo ambalo linatakiwa limguse kila mtu aone katika sura hiyo. Kwa pasipo amani, hata mchoma muhindi barabarani hawezi kutoka na akachoma mahindi yake. Mtu yeyote mwenye shughuli binafsi, mwenye shughuli ya umma, hawezi akafanya kama nchi yetu haiko katika amani, umoja, mshikamano na utulivu. Hii ni ajenda ya kitaifa na ni ajenda ya kila mtu, na ni ajenda namba moja. Ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa raia wake, ulinzi wa rasilimali na mali za raia wake. Hii ni ajenda namba moja. Na sisi kama serikali tunasema kwa sauti ya kutosha kwamba tutasimama imara kuhakikisha ulinzi wa taifa letu, usalama wa raia wake na ulinzi wa rasilimali za nchi yetu na mali za raia wake una uhakika. Tutawahakikishia mara zote kwamba hilo ni jambo la kipaumbele na tutakuwa na mchezo nalo. Kwa upande mwingine, swala la umoja linaangukia pia, tumeelezewa hapa, linaangukia pia kiroho. Mitafaruko ya kuanzia ngazi ya familia inakuwa inaenda ngazi ya makundi madogo madogo, inakuwa inaenda ngazi ya tofauti za kiitikadi, tofauti zingine zozote zile. Tuendelee kumwomba Mungu atuepushe kwenda njia hiyo, kwa sababu njia hiyo haina mshindi. Hiyo ni njia isiyo na mshindi. Migawanyiko ya sisi kwa sisi ni njia isiyo na mshindi. Sisi ndani ya serikali, ndio maana Mheshimiwa Rais ameanzisha wizara rasmi ya kushughulikia masuala ya mahusiano. Yatafanyika mahusiano ya kazini, mahusiano ya kwenye vyama vya siasa, mahusiano kwenye taasisi zetu za dini, kuweza kuhakikisha pale popote ambapo pana tofauti. Tanzania ilishaongoza, Tanzania ishakuwa kiongozi wa muda mrefu katika bara la Afrika kushughulikia mambo hayo ya upatanishi.
hakuna jambo litatushinda sasa, na hata ambayo yalishajitokeza. Mheshimiwa Baba Askofu, mkuu wetu wa kanisa, pamoja na Baba Askofu na wote mliokuwepo hapa, niwahakikishie hatujakaa tu kimya, tunaendelea kuyafanyia kazi, na siku si nyingi tutakuwa tumeyatatua yote, na tunataka tuyatatue ndani ya nchi. Sisi wenyewe yote tutayatatua yote.